Ukiona mpaka wanaamua kumwacha ama wanaamua kumuuza, viongozi wana sababu zao. Aidha mwenyewe ameomba kuondoka, huwezi kumlazimisha, au viongozi wameona msaada uko umeshafika mwisho kwake, umefika mwisho kwao, hawana haja ya kuwa naye. Kwa hiyo mimi naona bado haijawa kitu cha kushtua sana, sababu mausajili ndivyo yanavyokuwa. Unapokwenda kuchukua kwa mwenzako na wako ndivyo unavyochukuliwa hivyo hivyo. Kwa Morris Abraham labda akienda pande ya pili, kama kuna pengo lake katika Simba. Nikiri kwamba akiondoka kwamba hautakuwa kuna pengo. Yule mtoto ameshatuonyesha kwamba alikuwa ni nafasi muhimu sana kwenye klabu ya Simba, lakini siwezi kudhibitisha kwamba anakwenda Yanga ama aendi Yanga. Sidhibitishi kwamba viongozi wamemuuza ama hawajamuuza, sababu sijapata habari kamili. Mpaka sasa hivi ni mambo ya vyombo vya habari ndio vinavyotrend kwamba kauzwa, japo anasema lisemalo lipo kama alipo laja, lakini hata akiuza itakuwa sio story. Kuuza mchezaji kutoka timu moja kwenda timu nyingine sio story, na wala akiuza haitakuwa ndio mwisho wa Simba. Kwani kahesabia Simba mechi ngapi? Nafikiri Yanga alikuwa na muhimu wote wa kumchukua Morris Abraham ama ni kuvuruga tu? Wangekuwa na umuhimu wasingekuwa wanamhitaji, na kama walikuwa ni kuvuruga pia ni sehemu ya maisha, wameamua kuwa vivuruge. Kwa hiyo huwezi kumzuia mtu na maamuzi yake alioamua yeye, lakini Simba tabaki kuwa Simba. Hata wafanye nini, hata wabirikite mpaka wafe, Simba itabaki kuwa ni Simba tu, hamna njia nyingine. Lakini kuna usajili mwingine unaenea mitandaoni na sana kwa Paris anawezekana katika pale upande wa Msimbazi. Nafikiri mzee kama umemwona. Kwanza umesema ni habari ni nini? Ni tetesi. Ni tetesi. Mimi naomba tusidharau tetesi na pia tuziheshimu tetesi. Tuiache kwanza kama alivyo. Mwisho wa siku tutajua ni tetesi kweli ama ni habari kamili. Labda kwa upande wa Simba kwa msimu huu wa usajili unaoendelea kwa sasa, labda nafasi gani ungependa wazidi kwa upande wa Simba? Upande wa Simba ni viongozi kujitathmini, lakini hakuna nafasi mbovu kabisa. Ni moja ya timu imesajili wachezaji wazuri sana, inafanikiwa kusajili makocha wazuri sana, lakini tatizo la Simba linahitaji viongozi wajitathmini, wabadilishe uongozi taratibu zao za kuiongoza Simba ili iweze kufanikiwa, lakini shida wachezaji Simba hakuna. Lakini kwa upande wa mashabiki wengine wanasema defense ya Simba ikiwa inaruhusu sana marudi kwa kipindi hiki, kama bado wanahitaji defense nyingine kusaidia kama Roshan. Mimi naomba uheshimu maoni yangu na tuheshimu pia maoni ya watu wengine. Mimi naamini kwamba kama mimi maoni yangu, Simba tatizo liko kwenye utawala, sababu ukiangalia sasa hivi karibia wachezaji wengi wamedrop. Sio beki tu, sio kipa tu, sio viungo tu, wala sio washambuliaji tu, wote wamedrop. Kwa nini? Hayo majibu yanatakiwa watoe viongozi, kwamba ni kwa nini wachezaji wakija Simba wana nguvu, lakini baada ya muda wanakwisha, lakini wakiondoka wanarudi kwenye nguvu. Hicho ndio viongozi wanatakiwa tathmini. Lakini na kwenye anayesema kwamba tatizo la Simba ni beki, ni maoni yake. Atakiwa sema ni viungo, ni maoni yake, na atakayesema ni washambuliaji pia ni maoni yake. Sababu nachoshukuru Mungu, Simba tumepewa nafasi ya kuongea kero zetu, japo hata kama zifanyiwi kazi, lakini mtu unaongea kero yako, watu wanasikiliza, wanaiacha ama wanaifanyia kazi. Hiyo ndio kitu tunashukuru. Tofauti na pande nyingine, ni marufuku kutoa kero zako hata kidogo. Ukitoa kero wewe ni mbaya. Ndio kugusia hapa kwa John Chaza ni mshambuliaji ambaye alikuwa anaongoza kwa magoli ndani ya ligi kuu, akiwa ambao anaacha wengine, na inaelekea kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, na ligi kuu inatarajiwa kuanza Jumapili, na inasemekana kwamba anaweza unafikiri kwamba hawezi kuleta shida yoyote na ligi inaendelea Afrika bingwa hapo jirani, na mimi nakutana na timu ngumu kama Tunis kuna katina hamna pointi yoyote, na nataka kuwatema wachezaji kama hao. Unajua timu ya waandishi wa habari
wanapenda kuangalia positive za Simba tu, hawaangalii negative. Kule kunako waka ndiko wanakotaka patolee ufafanuzi, lakini hakuna anayetaka kuelezea kule kuzuri kwa Simba. Natumeni Yanga walikuwa katikati ya mashindano na walimwacha Aziz Ki, lakini haikuwa story kwa waandishi, ilikuwa ni kitu cha